asili, chimbuko au mzizi wa swala ambalo limedumu kwa muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi na kuwa na athari hasi katika jamii. Kichocheo ni kitu kinachochochea shauku, ari, hamasa, msukumo au motisha ya kufanya jambo fulani. Kwa maneno mengine, chanzo ni kama mafuta na kichocheo ni kama kibiriti. Vyanzo. Tume imepokea na kuorodhesha jumla ya maeneo 31 yaliyotajwa na mashahidi kuwa ni chanzo cha ghasia za wakati na baada wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Baada ya kuchakata orodha hiyo na ushahidi, tume imeainisha na kubainisha vyanzo 5 na vichocheo 8 vilivyosababisha kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume, ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu zinatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamjulisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Pili, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira au kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na za kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa tozo na kodi na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji. Tatu, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu. Kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Polisi, kati ya mwaka 2003 na 2005, miaka mitatu, watu 758 walipotea, kutekwa au kujiteka, na kati yao watu 113 walipatikana na mashauri 8 yalifunguliwa ambapo upelelezi unaendelea. Hivyo kwa jumla ya watu 758 waliopotea, kutekwa au kujiteka kwa sababu mbalimbali, watu 445 hawajapatikana. Takwimu hizi inaakisi malalamiko ya wananchi kuhusu masuala ya utekaji na kupotea kwa watu. Katika matukio hayo, Jeshi la Polisi ilieleza kwa sababu za kupotea kwa watu wa kutekwa ni pamoja na masuala ya kimapenzi